ATM. Familia moja katika kijiji cha Kitandi, kaunti ndogo ya Kibwezi Magharibi, inataabika baada ya hospitali ya PCEA Kikuyu kuzuia maiti ya mpendwa wao baada ya kushindwa kulipa ada ya matibabu ya shilingi milioni 3.2. Haya yamejiri siku chache tu baada ya Jaji Nixon Sifuna kutoa uamuzi dhidi ya hospitali ya Mata kwa kuzuia maiti na kuitaja hatua hiyo kama unyanyasaji wa kihisia kwa familia. Kulingana na ripoti ya Winfrey Owino, mwanasheria Shadrack Wamboi amesema hospitali zinapaswa kutumia sheria ya urithi katika mazingira kama hayo, huku wadau wa sekta ya afya wakipinga hatua ambayo inatekelezwa na baadhi ya hospitali. Katika kijiji cha Kitandi, umbali wa kilomita 50 kaskazini magharibi mwa mji wa Wote, kaunti ya Makueni, tunakutana na familia ya Kinyenze Mulwa mwenye umri wa miaka 73. Wote hapa wamevalia nyuso za huzuni na wasiwasi, kwani hawana uhakika ni lini watamzika mpendwa wao. Maria, ambaye ni mkewe Mulwa, aliaga dunia tarehe 9 Septemba akipokea matibabu katika hospitali ya PCEA Kikuyu baada ya kufikishwa hospitalini humo tarehe 2 Julai. Wakati wa kifo chake alikuwa na deni la matibabu la shilingi milioni 3.9, ambapo mamlaka ya afya ya jamii imelipa $500,000 na familia ikakusanya $200,000. Hata hivyo, hospitali ilikataa kutoa mwili wa mwenda zake kwa familia hadi deni la shilingi milioni 3.2 lililobaki lilipwe. Sasa mimi hiyo pesa nimetafuta nikakosa yote kabisa, na hakuna mali naweza kuuza. Kicheka ilikuwa na nyanya yangu na tukagawana. Sasa mimi niko na karibu eneka na hakuna mali naweza kuuza. Sasa tukakuwa tumeshindwa, tumeuza kila kitu, hakuna mahali pengine tunaweza pata hiyo pesa. Wakasema madaktari wa hapo na yule ambaye anasimamia mambo ya finance katika hiyo hospitali anaitwa Lawrence Moli, hatuwezi tukarelease huu mwili kabla mlipe pesa yote katika hiyo hospitali. Sasa tukasema mtakaa na mwili, sisi tumeenda juu hakuna mahali pengine tunaweza pata hii pesa. Hospitali bado inashikilia maiti, huku ada ya makafani ya shilingi 850 kwa siku ikiendelea kutozwa familia hiyo. Katika mahakama, familia ingine ya Willy Marure Mugo imewasilisha kesi mbele ya hakimu mkuu Becky Cheloti tarehe 8 Oktoba. Hii ilikuwa baada ya mawakili kutoa barua ya kuiomba hospitali ya St. Mary's hapa Lang'ata jijini Nairobi kutoa maiti hiyo ndani ya saa 24. They do not know where to get the 3.2 million shillings. They do not even have a property that they can sell to get this money. So the only thing that probably they could do is to get into an undertaking with the hospital. But the hospital has declined. Marure alikuwa na kidonda kilichosababishwa na ugonjwa wa kisukari na alipelekwa hospitalini tarehe 27 Agosti ambako alikaa kwa siku kadhaa kabla ya kufariki tarehe 5 Oktoba. Alipoaga aliacha deni la matibabu la shilingi milioni 3.6. Familia na mamlaka ya afya ya jamii wamefanikiwa kulipa $400,000 tu na bado wanadaiwa shilingi milioni 3.2. Wanasheria sasa wanasema visa kama hivi vya hospitali za umma na binafsi kushikilia maiti kutokana na deni si jambo jipya, kwani visa vimekuwa vikiripotiwa mahakamani na hata kwenye vyombo vya habari. We must ensure that we give. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kirinyaga, Njeri Maina, aliwasilisha mswada wa marekebisho wa sheria ya afya mwaka huu unaolenga kutia kikomo hatua ya hospitali kushikilia maiti kupata fidia na kuhakikisha heshima kwa wafu na familia zao inadumishwa. Mswada huo bado upo bungeni. Jaji wa mahakama kuu Nixon Sifuna aliagiza hospitali ya Mata kuachilia maiti ya Caroline Thangu Tito iliyozuiliwa hospitalini humo kwa miezi 2 kwa deni la bili ya matibabu la shilingi milioni 3.3. Jaji huyo alitaja hatua ya hospitali hiyo kuwa haramu na kinyume cha sera za umma. There's also need to have an engagement with the families of the bereaved to a way that the payments can be done other than detaining the bodies. Because that has been found to be illegal in one way. It's also in a way not ethical and not morally fit for the families and for the services. People don't refuse to pay. People are just unable to pay.
Now, with the death of their breadwinner, we now turn them into paupers because they have to go and sell their land. They have to go and liquidate their properties to give to the hospital. Instead of the hospital waiting for the proceedings in court so that they can come and recover. In any event, a hospital is a business. It knows that it is there to either make profit or make a loss. Sheria ya Kenya inatambua njia 3 tu zinazoruhusiwa kufanyiwa maiti, ikiwemo kuzikwa, kuchomwa au kuwasilishwa kwa ajili ya utafiti na masomo ya kisayansi. Huku familia zikiendelea kutaabika kwa kushindwa kuzika wapendwa wao, jukumu kubwa sasa linasalia kwa hospitali zikitarajiwa kuweka mizani kati ya maadili na haki za kibinadamu na maslahi ya biashara zao. Winfrey Owino, KTN.